Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ndugu waandishi wa habari, ni muhimu sana kufahamu hali ya usalama ya jiji la Dar es Salaam angalau kila baada ya wiki mbili au mwezi mmoja, kutokana na aina ya eneo ambalo tupo, ambalo kimsingi jiji la Dar es Salaam ni jiji la kibiashara ambalo limekaa kistrategia katika masuala ya kiuchumi, lakini masuala ya kisiasa na masuala ya kijamii. Kwa hiyo ni muhimu sana wananchi kujua hali ya jiji lao ikoje. Hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Na hali hii ni shwari kutokana na nini? Ni shwari kutokana na ushirikiano mkubwa uliopo ambao unaendelea kuimarika kati ya Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam na wadau wengine wa masuala ya kiuchunguzi kuhusiana na masuala ya usalama. Na miongoni mwa wadau muhimu ambao tunao katika masuala haya ya kuimarisha usalama ni pamoja na wananchi, hasa wananchi walio wema, wanaopenda amani na utulivu katika jiji letu la Dar es Salaam. Hata hivyo, naona ni muhimu niwaeleze mwezi Julai Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imefanya nini. Mwezi huu Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imekamata watuhumiwa 83. Hawa wamekuwa wakituhumiwa na makosa mbalimbali ya kijinai. Makosa hayo ambao wametuhumiwa nayo ni pamoja na makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu, makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, makosa ya kubaka, lakini makosa mengine ambayo yamehusisha vitendo vya watu kupoteza maisha, yani mauaji. Wamekamatwa pia watu ambao wamekuwa wakijihusisha na usafirishaji, lakini uuzaji wa dawa za kulevya maeneo mbalimbali maarufu kama bangi. Polisi Dar es Salaam pia eneo la Matumbi Temeke inachunguza shauri la kilogramu 75 za dawa za kulevya aina ya bangi maarufu kama skanka. Skanka ni dawa ya kulevya ambazo ni aina ya bangi zinakuwa zimesindikwa. Hii imekamatwa katika vifurushi mbalimbali vyenye uzito wa kilo 75 eneo la Matumbi Temeke. Wahusika wote ambao wameshiriki katika kusindika, kusafirisha, kuuza watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ukizuia dawa za kulevya unazuia matukio mengi. Watu wakitumia dawa za kulevya wengine hujitoa ufahamu na kufanya matukio makubwa zaidi ya haya ya kutumia dawa za kulevya. Kwa mfano, mtu akitumia bangi, wakati mwingine awe ni kijana au mtu mzima, anaweza kamua mtu kwa panga kwa kosa dogo labda ya kutukana, au anaweza kumpora mtu kwa kutumia panga, kumkata na kupora simu ya 70,000 au 80,000 au 300,000. Kwa hiyo ukizuia baadhi ya makosa, unakuwa umezuia baadhi ya makosa makubwa ambayo yanaweza yakajitokeza kutokana na lile kosa dogo ambalo linakuwa limetendeka. Kwenye kundi hilo la watu 83 wamekamatwa pia watu ambao wanajihusisha na kuvunja nyumba, kuiba, lakini wapo wengine kazi yao wameirasimisha ambao ni ya kijinai ya kununua mali za wizi.
Simu zinaibwa kutoka pointi A zinakwenda kuuzwa kwenye pointi B, na baadhi ya vitu ambavyo vinataka kurasimishwa na baadhi ya watu kijinai ni pamoja na wale wanaonunua simu za wizi, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop, redio, na watuhumiwa hao wamekamatwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Mtanko Ebenieli maarufu kama Mchina. Yeye jina lake ni Mtanko Ebenieli, lakini watu wamembatiza jina la Mchina, akiwa na wenzake wawili. Hawa wamekamatwa maeneo ya Amani, Mbezi, wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam, na walikutwa na runinga 7 za wizi ambazo zimetambuliwa na watu walioibiwa vitu vyao. Amekutwa na simu janja aina mbalimbali 122 pamoja na vifaa ambavyo yeye huvitumia baada ya kuletewa hizo mali za wizi, zikiwemo simu. Hufuta na kusakinisha upya mfumo endeshi, yani software wa simu zilizoibwa. Kwa simu inaibwa, inasakinishwa, anatengeneza mfumo mwingine, kwa hiyo anatoa kwenye mfumo wa awali na kuzifanya simu zinasomeka aina nyingine, na hivyo kuziingiza tena kwenye soko. Kwa hiyo huyu amekamatwa na simu zaidi ya 122, na yeye kutaka kurasimisha biashara hii ya kijinai katika kujipatia kipato. Upande wa upelelezi tumekuwa na mashauri mbalimbali, na kama mmevyofahamu, Tume ya Mheshimiwa Rais ya Haki Jinai imesisitiza sana swala la upelelezi, swala la ushahidi, swala la ukamataji wa watuhumiwa kwa haki. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limepeleka mashauri yake mbalimbali kupitia ofisi ya mashtaka na yakafika kwenye mahakama zetu za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya matokeo ambayo tumeyapata mwezi Julai ambao umepita ni pamoja na baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwa makosa mbalimbali kupatikana na hatia na kupewa adhabu. Miongoni mwa watu waliopatikana na hatia pamoja na mtu aliyofahamika kwa jina la Albert Lisaliko. Huyu ni mkazi wa Kigamboni. Huyu amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Miongoni mwa makosa mabaya kabisa dhidi ya binadamu ya kimaadili ni pamoja na makosa haya ya kulawiti. Lakini pia mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Said Shaban, mkazi wa Mbezi kule Mbezi Magufuli, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Ukimnyang'anya mtu kitu ukatumia hata kisu au panga, hivyo ni vitu ambavyo vinahesabika kisheria kama silaha, na ukifikishwa mbele ya mahakama, ushahidi ukitolewa, ukapatikana na hatia, adhabu yake ni hiyo. Kwa hiyo huyu amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mwingine ni Madison Mkumbo. Huyu ni mkazi wa Goba. Alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo pia mtu aliyofahamika kwa jina la Haruna Mustafa, mkazi wa Mbagala Charambe. Huyu amehukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limebaini pia hivi karibuni kuibuka kwa wimbi la wahalifu maarufu kama matapeli ambao wanajihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara mbalimbali za uongo, za madini, lakini biashara mbalimbali za kujifanya wanafanya biashara za kuuza magari, wanachukua pesa za watu na hawawapi magari, wanawadhulumu. Lakini pia
wanajihusisha na biashara za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, kwamba wanauza viwanja sio vyao. Pia baadhi ya makundi haya matapeli wanajihusisha na ununuzi wa mazao ya korosho, wakati mwingine dengu kutoka mikoani, na kuchukua pesa za watu wa ndani au watu wa nje, na baadaye kuwadhulumu pesa hizo. Ipo pia kundi la matapeli ambao wanajihusisha na biashara ya kusafirisha mizigo. Hawana magari, wanachukua namba za magari za watu, wanaingia kwenye gereji na yadi za watu, wanajifanya ni zao, wanawaaminisha watu, wanachukua pesa na kuweza kudhulumu pesa hizo. Makosa haya ni ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa hawa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.